Karibu mtazamaji wa Bongo Headlines. Mimi naitwa Dickson George. Ukiniona mimi umeiona michezo. Channel zote hapa zinazungumza michezo pamoja na Prosper TV. Karibu sana tuzungumze michezo, na leo tutakuwa na interview maalum ambao tutazungumza na afisa habari wa klabu ya Tabora United, Christina Mwagala. Tuko naye hapa, na karibu sana mtazamaji wa channel zetu za michezo, uendelee kufuatilia matangazo haya. Christina, habari yako? Salama, habari ya saizi? Salama, kwema. Mungu ni mwema kila wakati. Ratiba za Tabora United zipo vipi? Kama tunavyojua kuna michuano ya kufuzu kuelekea kombe la dunia kwa timu yetu ya taifa, hivyo ligi imesimama kidogo. Kwa sasa hivi ratiba ziko vipi kwa Tabora United mpaka kufikia kwenye mchezo wa Aprili mosi wa dhidi ya Young Africans? Kwa sasa hivi kikubwa ambacho kinaendelea kwenye kambi yetu ni maandalizi kwa ajili ya michezo ya michuano ya CRDB Bank Federation dhidi ya Kagera Sugar ambao tunacheza tarehe 28. Lakini pia maandalizi ya mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara dhidi ya Young Africans ambao tunakwenda kucheza tarehe 2 sasa badala ya tarehe 1, kwa maana kwamba ratiba sasa imebadilika. Tulipata taarifa kuwa mechi yetu dhidi ya Yanga sasa imesogezwa mbele siku moja mbele, kwa maana kwamba badala ya kuchezwa tarehe 1 sasa itachezwa tarehe 2, na hii ni kutokana na mwingiliano wa ratiba ya michuano ya CRDB Bank Federation. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Tabora tunacheza mechi tarehe 28. Yanga anacheza mechi tarehe 29. Kwa hiyo tarehe 28, 29, 30, tarehe 1 ilikuwa mechi, na maana tulamo siku 3. Yanga anacheza tarehe 9, na maana acheze tarehe 9, akae tarehe 30, tarehe 31 sio tarehe 1 mechi. Unaelewa? Kwa hiyo kimsingi kwa ungwana wa bodi ya ligi wakaona kwamba hiyo mechi ifanye nini? Isogezwe siku moja mbele. Kwa hiyo badala ya tarehe 1 ichezwe tarehe 2. Kwa hiyo pia tuna kila sababu ya kuipongeza bodi ya ligi kwa kazi kubwa ambao wamekuwa wakifanya katika kuhakikisha kabisa kwamba vilabu vinafanya shughuli zake vizuri. Na of course ni kitu ambacho tunajivunia sana ligi yetu ambayo inaongozwa na mtendaji mkuu baba yetu Almas Kasongo, kwa sababu amekuwa akifanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba mpira wetu wa Tanzania unazidi kusonga mbele na unakuwa imara zaidi. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa sisi kama Tabora United tumeipokea hiyo ratiba, lakini pia tunaichukulia kwa uzito na kwa umuhimu wa namna yake. Kwa hiyo timu sasa inaendelea na maandalizi kwa ajili ya mechi ya CRDB Bank Federation tarehe 28. Tutamkaribisha Kagera Sugar. Ujue hii ni knockout, na moja ya malengo ya Tabora ni kufika katika hatua zinazofuata. Na unaweza ukaona Kagera kwa sasa hivi imekuwa na muendelezo mzuri wa matokeo toka alivyoenda kocha mkuu kwa sasa. Sawa Juma Kaseja. Na Kaseja ni mtu ambaye nimefanya naye kazi wakati niko KMC. Ni mtu mzuri na ni kocha mzuri. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa sasa hivi kwa namna gani ambavyo Kagera wamekuwa kwenye piki nzuri. Kwa hiyo kwa mazingira hayo tunapaswa kujiandaa vizuri zaidi, kwa sababu kuna kocha ambaye ni mkongwe zaidi kwenye mpira. Unaweza ukaendea amecheza vilabu tofauti tofauti, lakini pia amefanya coaching vilabu tofauti tofauti, na mpaka sasa hivi ipo Kagera Sugar. Kwa maana hiyo tunajiandaa vizuri ili tuweze kutoka katika hatua 16 bora na tutinge katika ya hatua robo final, lakini pia kujiandaa mechi na Yanga tuweze kushinda kama ambavyo tulishinda mara ya kwanza. Tunajiandaa kushinda dhidi ya Young Africans. Tumejiandaa hivyo. Watoe hofu tu mashabiki wa Tabora United, kwa maana taarifa za hapo awali zilikuwa kwamba uwanja wa Ali Hassan Mwinyi umefungiwa kupisha marekebisho, lakini taarifa ya bodi ya ligi wameshaitoa kwamba uwanja ule unaruhusiwa kucheza michezo ya ligi. Watoe tu hofu mashabiki wa Tabora United kuhusu mechi zijazo. Kwanza mpaka sasa hivi mashabiki zetu hawana hofu ya aina yote, kwa sababu taarifa wameiona, na ni kitu ambacho wao walikuwa wanakitamani sana kukiona. Walikuwa wanatamani kuona Tabora tunakwenda kucheza kwenye uwanja wetu wa nyumbani mechi hizi zilizobakia, kwa maana ligi inakwenda ukingoni. Tumecheza mechi nyingi sana nyumbani. Sasa inapotokea mechi 2 au 3 zikitoka nje kidogo inakuwa changamoto. Hata mechi hizi 2 ambazo tumecheza, mechiano ya CRDB Federation dhidi ya Transit Camp ambapo tucheza Dodoma, lakini pia mechi yetu dhidi ya JKT Tanzania, mechi ya ligi kuu ambayo tumecheza CCM Kirumba, mashabiki zetu waliumia sana. Hata si wenyewe pia tulimo, kwa maana tulikosa mapato. Na unajua Tabora ni uwanja ambao unaingiza mashabiki kwa timu yoyote ile ambayo wanakuja kucheza. Yaani mashabiki zetu ni watu ambao wanashabikia Tabora, hata kama tungekuwa tunacheza Ndondo. Tabora kwa namna ambavyo wanapenda mpira wangekuja uwanjani. Kwa hiyo kwa sisi ile tu imetupotezea mapato, lakini pia imewanyima furaha mashabiki zetu. Kwa hiyo kurudishwa kwa
kwa uwanja wetu baada ya kufanyia ukarabati kile ambacho tulikuwa tumeelekezwa na mamlaka za mpira kukamilika, na hivyo kujiridhisha kuona kwamba sasa uwanja unastahili kutumika katika mechi ambazo zinazofuata. Hiyo imekuwa ni nzuri zaidi na wameipokea kwa furaha. Kwa hiyo tunachoamini sasa hivi watu wanajiandaa zaidi kwa ajili ya mechi ya tarehe 28, waende uwanjani wakawasupport wachezaji wetu, lakini pia mechi ya tarehe 2 waende uwanjani wakasupport wachezaji wetu.